Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Ninamshukuru Bwana kwa sababu ya neema ambayo ameweza kutukirimia kuweza kufika maeneo haya ili tuweze kushuhudia injili ya msamaha wa dhambi ambayo ni injili ya kweli. Haleluya. Amen. Kwa hiyo jina langu ni mchungaji Luka Nyangoto. Mimi ni mtu wa familia, nina mke mmoja na Mungu ametubariki na watoto. Kwa hiyo ningeomba kwanza kwamba uweze kupokea salamu kutoka kwa familia yangu, ijapokuwa wangeweza kufika, lakini tutaandaa kwa wakati mwingine tutaweza kuwa kwa pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo ningependa sasa tuweze kwenda katika neno ili tuweze kumega mkate, kwa sababu mkate huo ndio unaleta uzima na tumaini ndani ya mioyo yetu. Bwana Yesu asifiwe. Basi ningependa tuweze kufungua Biblia zetu katika kitabu cha Mwanzo, sura yake ni ya 13. Lakini ningependa nikurejeshe nyuma kidogo, nikulete ili tuweze kufika katika Mwanzo 13, ndio sasa Mungu aweze kutuzungumzia. Mungu anatuita katika safari hii na angependa leo aweze kutukutanisha na mtumishi kwa jina Abrahamu katika neno lake, na aweze kuzungumza na mioyo yetu kuhusu maisha ya rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Abrahamu tunaona kwamba alikuwa mwanzo wake, yeye alikuwa ni mwabudu wa sanamu, ama alitoka katika jamii ambayo ilikuwa haimwabudu Mungu wa kweli. Kwa hiyo tunaona kwamba Mungu alimtafuta Abrahamu, akamtokea, kisha akamwita. Bwana Yesu asifiwe. Huyo Abrahamu anazungumza habari yako wewe na mimi. Vile ambavyo Mungu alimtafuta Abrahamu, ndivyo Yesu alikuja ulimwenguni kututafuta, maana sisi tulikuwa ni watu wa kupotea. Bwana Yesu asifiwe. Si kwamba tulikuwa na hali yoyote ya kumstahiliisha tutafute, lakini ni kwa sababu hatukuwa na hali yoyote iliyo njema. We did not have any good condition. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alimtafuta Abrahamu, akamwita katika Mwanzo 12, akamwagiza mambo matatu. Akamwagiza jambo la kwanza, akamwambia toka wewe katika nchi yako. Bwana Yesu asifiwe. La pili akamwambia toka wewe katika jamaa zako. La tatu akamwambia toka wewe katika nyumba ya baba yako. Kwa hiyo tunaona katika mwanzo ule wa Abrahamu, maana Mungu angependa atuzungumzie nasi, ni kwamba alimhubiria Abrahamu injili, na alipopokea neno hilo ndani ya moyo wake akapata imani ya kuweza kuondoka, na katika kuondoka kule sasa ndio tunaanza kuelewa ni kwa kusudi gani. Bwana Yesu asifiwe. Katika mambo haya matatu mpendwa, ningependa tuweze kujiona, kwa sababu nasi Mungu anatuzungumzia. Leo tuko wapi? Leo tunasimamia upande gani? Je, tuwaweza kupokea imani, neno hili tuwaweza kuliruhusu liingie ndani ya mioyo yetu, ndio tuweze kuondoka na Mungu, kwa sababu tukiondoka upande wetu tukija upande wa Mungu, hapo pana uzima wa milele katika Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo alipomwambia Abrahamu toka wewe katika nchi yako, nchi hii ina nini? Kwa sababu katika nchi ile ambayo Abrahamu alikuwa anakaa ilikuwa yaonekana kwa macho ya nje ikiwa nzuri, ya kuvutia, kulikuwa na raha za kila aina, watu walikuwa na ile ambayo ni freedom ya kufanya kitu chochote. Lakini Mungu akamwambia toka wewe katika nchi hii, maana nchi hii ina hukumu, maana nchi hii ni ya kuangamia. Kwa hiyo Mungu alikuwa anamzungumzia Abrahamu mambo ambayo ni zaidi ya kuonekana kwa macho ya nje, kwa sababu nchi hii inasimamia nini? Pengine tunaweza kujiuliza. Kwa hiyo nikumwambia kwamba ijapokuwa sisi ni wakaaji wa hapa, lakini makao yetu kwetu kwenyewe ni mbinguni. Nchi inasimamia citizenship. Ndio maana Paulo anasema kwamba our citizenship, uraia wetu, uraibu wetu sio wa hapa duniani. Kwa hiyo usimalizie hapa duniani, ujue na kuelewa kwamba kuna zaidi ya yale ambayo yanaonekana hapa na ambayo yanagusika. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anatuita
kupitia kwa Yesu Kristo ili tuweze kufanyika wana wa ufalme. Haleluya. Jambo la pili, Mungu akamwambia toka wewe katika jamaa zako. Kwa hiyo tunaona kwamba katika mwanzo huu Mungu anaendelea kufanya division and separation. Haleluya. Unajua ni shetani peke yake ndio anapenda mambo ya changanya, lakini kazi ya Mungu tunaona kwamba Mungu anatenga, Mungu anajitwalia. Na Mungu leo anazungumza na nafsi yako, anazungumza nami kwamba angependa atutwae tuweze kufanyika kuwa wana wa ufalme katika ufalme wake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni kuonesha kwamba kuna nini na watu wetu. Mbona Mungu anatuita tuondoke katika jamaa yetu kwa sababu ya tamaduni, mambo haya ambayo yanaitwa culture, traditions and customs, ambazo nia yake kubwa ni kumfanya mwanadamu aweze kuwa katika kifungo. Lakini tukija kwa Yesu, tukilipokea neno na imani iweze kupatikana ndani mwetu, tukiondoka, tukijikana na kuja kwake, basi ni kwamba tunafanyika kuwa huru, kwa sababu ulimwengu na tamaduni zake zinamfanya mwanadamu kuwa chini ya kifungo cha dhambi, na mwisho wake ni mauti na hukumu ya milele. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akamwambia vivyo hivyo Abrahamu, toka wewe katika nyumba ya baba yako. Kwa hiyo nyumba ya baba yake ilikuwa na nini? Na nyumba hii inazungumza kuhusu nini? Nyumba hii ya baba yake sio baba yake tena, ni zaidi, kwa sababu Mungu anamtazama kwamba Adamu ni mwana, huyu ambaye ni Abrahamu ni mwana wa Adamu. Na Adamu ana nini? Kwa sababu utu wa Adamu ni utu wa dhambi. Huyu ni mwanadamu ambaye amezaliwa kutoka kwa tumbo ya mama yake angali mwenye dhambi na ambaye ni wa kupotea. Kwa hiyo Mungu anamwambia kwamba ningependa ubadilishe ukoo, kwa sababu ukoo, nyumba ya Adamu tunaona katika Mwanzo 5 ni mauti yanatawala, lakini akija katika ukoo wa Yesu Kristo Mathayo 1 tunaona kwamba kuna uzima, mauti hayatawali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo Abrahamu alipokea imani hii na akaweza kuanza safari, maisha ya rohoni pamoja na Mungu. Na Mungu leo angependa nasi tuweze kulipokea neno la kuleta tumaini, uzima na imani, ili tuweze kutembea pamoja na Yesu Kristo katika maisha haya, kwa sababu tukitembea na yeye basi tuna uzima. Bwana Yesu asifiwe. Basi tuende katika Mwanzo 13, tukifika pale tutaweza kusikia basi Mungu anazungumza nini. Kuna kitu ambacho Mungu ametuandalia na ambacho angependa tuweze kukipokea. Mwanzo 13. Ningependa niweze kukusomea pale ili wewe na mimi tuweze kusikia, kwa sababu hapa Mungu kuna kitu ambacho anakishuhudia kwetu. Abrahamu alianza safari. Abrahamu alikuwa na ahadi. Mpendwa, hakuna kitu ambacho kinaleta kustarehesha ile ambayo ni pumziko ndani ya moyo, kuanza safari hii ya maisha ukiwa na ahadi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Abrahamu hakuondoka pasipo kupokea neno la ahadi. Haleluya. Katika maisha haya tunahitaji ahadi ya Mungu, maana anasema katika neno lake kwamba ahadi zote zake za Mungu zinatimia katika Kristo, maana ni ndio na amin. Abrahamu akapokea ahadi, akaona kwamba ndio akianza safari hii ya imani kwamba mwisho wake utakuwa mkuu ikilinganishwa na mwanzo huu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Abrahamu alikuwa na ahadi. Abrahamu akaondoka pamoja na binamu wake ambaye anaitwa Lutu. Wakafika katika Mwanzo 13, hapa tunaona kwamba kukawa na mafarakano. Na huyu Lutu kuna kitu ambacho anatuzungumzia kwamba Mungu angependa tuondoke katika mwili tuweze kuishi maisha ya rohoni. Tusiwe ni watu wa kuwa na mtazamo tu wa nje. Bwana Yesu asifiwe. Ili Mungu aweze kumsaidia Abrahamu kuweza kuishi maisha ya rohoni, ni kwamba alimsaidia kubadilisha mtazamo wake. Bwana Yesu asifiwe. Maana kuna mtazamo wa aina mbili. Kuna mtazamo wa mwilini, ile ambayo ni physical eyesight, na pia kuna spiritual eyesight. Kwa hiyo Abrahamu alipitia changamoto katika safari hii. Kukawa na mafarakano. Kuna mambo ambayo yalikuwa yanatukia
katika nchi ile. Lakini ni kwa nini Abrahamu aliyapitia haya yote? Ni kwa sababu mtazamo wake wa hapo mwanzo haukuwa sawa. Kwa hiyo ikampasa Mungu amsaidie abadilishe eyesight ndio aweze kuishi maisha ya rohoni ambayo yana amani na utulivu ndani ya moyo wake. Bwana Yesu asifiwe. Ningependa niweze kukusomea pale, nianzie mstari wake wa 8. Biblia inasema kwamba Abrahamu akamwambia Lutu, basi usiwepo ugomvi na kusii kati ya mimi na wewe, wala kati ya wachungaji wangu na wachungaji wako, maana sisi tu ndugu. Je, nchi hii yote haiko mbele yako? Basi ujitenge nami na kusii, ukienda upande wa kushoto nitakwenda upande wa kuume, ukienda upande wa kuume nitakwenda upande wa kushoto. Mstari wa 10, Lutu akainua macho yake akaliona bonde lote la Yordani, ya kwamba lote pia lina maji, kabla Bwana hajaharibu Sodoma na Gomora. Lilikuwa kama bustani ya Bwana, kama nchi ya Misri hapo unapokwenda Soari. Mstari wa 11, basi Lutu akajichagulia bonde lote la Yordani. Lutu akasafiri kwenda upande wa mashariki, wakatengana wao kwa hao. Kwa hiyo tunamwona Abrahamu, ijapokuwa alitembea pamoja na mtumishi wa Mungu Abrahamu, ni kwamba yeye alikuwa ni mtu wa mwilini. Kwa hiyo hawa ni watu ambao walitembea, lakini mtazamo wao ulikuwa ni tofauti. Mpendwa, ninakumbushwa kumhusu huyo Elisha na Gehazi. Gehazi alitembea na mtumishi wa Bwana, lakini mtazamo wake uliishia katika vitu vya ulimwengu. Halo. Kwa hiyo tunamwona Lutu kwamba yeye alikuwa ni mtu ambaye moyo wake unaishia katika vitu ambavyo vinaonekana na vinaguzika. Hakujua na kuelewa kwamba kuna zaidi ya kile ambacho kinaonekana na kuguzika. Watu wengi leo bora tu wako na mahali ambapo wanajisitiri, bora tu wako na chakula, bora tu maisha yanawaendea sawa, hawaoni haja ya Mungu, hawaoni haja ya kuishi maisha ya rohoni ya imani. Halo. Lakini wewe na mimi ni tofauti, maana Mungu anatuita, anatuzungumzia tuweze kuishi maisha ya rohoni, maisha ya imani. Kwa hiyo tusitembee kwa kuona, bali tutembee kwa imani, kwa kutegemeza macho ya moyoni. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 13, Biblia inasema kwamba lakini watu wa Sodoma walikuwa wabaya, wenye kufanya dhambi nyingi sana juu ya Bwana. Kwa hiyo tunaona kwamba dhambi ilikuwa shida hata siku yao, hata na siku hii ipo dhambi. Watu wanaendelea kuzidi katika dhambi, watu wanaendelea kudiscover njia nyingi za kufanya dhambi. Lakini mpendo, ningependa uelewe hivi kwamba mbinguni hatuwezi kuingia iwapo tuna hata tone moja ya dhambi. Kwa hiyo Mungu ametupa fursa tuweze kupokea neema hii ya injili ya wokovu, ili kwamba dhambi zetu zioshwe, tutakaswe, tufanywe kuwa watakatifu, ili tuweze kufanyika wana wa ufalme wa Mungu, maana wenye dhambi hawatatembea katika njia ile. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 14, basi Bwana walipoachana, Lutu na Abrahamu walipoachana, hapa ndipo ningependa nizungumze nawe habari ya msalaba, kwa sababu Mungu alimhubiria Abrahamu habari ya msalaba. Kwa nini msalaba? Kwa sababu katika msalaba ndipo Yesu Kristo aliangikwa kwa sababu ya dhambi zako wewe na mimi, ili kwamba tuweze kustareheshwa na ili kwamba tuweze kufanyika wana wanaostahili kuwa wa ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Abrahamu na Lutu walipotengana, Lutu maana yake ni mwili. Mungu angependa tuondoke katika mwili, tuje katika rohoni, ndio tuweze kuishi maisha ya rohoni. Kwa hiyo Mungu anatuzungumzia kwamba tukiwa watu wa mwilini hatuwezi kuona, tunabaki kuwa vipofu. Lakini tukiondoka katika mwili, tukija katika roho, Mungu atatuwezesha kuona utajiri na umiliki wetu ndani ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 14, basi tusikie Mungu alimwambia Abrahamu. Ni kwa sababu shida kubwa ya Abrahamu ilikuwa ni kuona kwake.
alikuwa anapitia changamoto. Kuna mafaragano, nchi hii ni kidogo, haitutoshi. Lakini ni kwa sababu alikuwa naona hali hiyo kwa macho ya nje. Alikuwa naona kwamba Wakanani na Waperezi wanakaa katika nchi hii, nitawezaje kuimiliki? Shida hiyo ilikuwa inatokana na mtazamo wa nje. Lakini Mungu alipomsaidia kubadilisha mtazamo, akapokea mtazamo macho ya rohoni, alipoona hii, basi ndani ya moyo wake akawa na amani, maana imani ilizaliwa ndani ya moyo wake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana akamwambia Abrahamu, na Bwana anakuzungumzia wewe, Bwana ananizungumzia mimi, maana neno hili sio la Abrahamu tu. Mungu anazungumza na mioyo yetu na mtazamo wetu, kuelewa kwetu kupitia kwa Abrahamu. Maana Abrahamu ni kivuli cha Mkristo anayeishi kwa kulitegemeza neno la Mungu, anayeishi maisha ya rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana akamwambia Abrahamu alipokwisha kutengana na Lutu, akamwambia inua macho yako. Kwa hiyo ni kumaanisha wakati huu wote Abrahamu amekuwa akitembea namna gani? Amekuwa akitembea akiangalia vitu vile viko hapa. Na alipoona vitu vile ambavyo viko hapa, akadhani kwamba maisha yanaishia hapa. Lakini mpendwa, ningependa uelewe kwamba maisha ya Mkristo hayaishi tu hapa. Sisi ni wapitaji hapa. Bwana Yesu asifiwe. Nchi yetu ni ya mbinguni, uraibu wetu ni wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ya ulimwengu yatapita, lakini neno la Mungu ambaye ndio Mungu mwenyewe litasimama. Haleluya. Kwa hiyo Bwana akamwambia inua sasa macho yako. Abrahamu alikuwa ni mtu wa kutazama mambo yale yako hapa, lakini Mungu akamwambia inua sasa macho yako. Ningependa tuone Abrahamu alikuwa inue macho, atazame nini? Ni nini hii ambayo imesitirika nifiche katika neno hili, ambalo wewe na mimi tukiona, basi ndani ya moyo wetu kutakuwa kumuumbika imani ya wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia inua sasa macho yako, ukatazame kutoka hapo ulipo, upande wa kaskazini na kusini na mashariki na magharibi. Pendwa, ukiunganisha hii inakuletea compass. The north, the south, the east and the west, ukiunganisha inaleta the compass direction. Kwa hiyo tunaweza kujiuliza, the compass direction for a Christian believer ni gani? Kwa sababu ukiunganisha hiyo compass utaona msalaba. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alikuwa anamwambia Abrahamu inua macho yako yaondoe kwa vitu, utazame msalaba. Ukiona msalaba, hiyo yote nitakupa. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona msalaba, utakuwa umemwona mwanangu Yesu Kristo. Maana hapo katika msalaba ndipo Kristo aliangikwa kwa ajili ya dhambi zako wewe na mimi. Ukiona msalaba, ukimwamini mwanangu Yesu Kristo, utaweza kupokea rehema na msamaha wa dhambi ndani ya moyo wako. Ukiona msalaba, utakuwa umeingia katika pumziko yangu. Ukiona msalaba, huo ndio utajiri wa Mkristo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akamwambia ainue macho, atazame upande wa juu, kaskazini, atazame kusini, mashariki na magharibi. Kisha Mungu akamwambia, maana nchi hii yote uionayo. Kwa hiyo nchi hii yote ni nchi gani ambayo Mungu anazungumzia? Nchi hii ni Yesu Kristo. Namna Mungu alivyowaambia kwamba na waondoa Misri ni wapandishe katika nchi inayotiririka na maziwa na asali. Nchi hiyo ambayo waliifahamu kuwa ni Kanani, kwetu sisi, kwako wewe na mimi, ni Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Nchi hiyo kwa Mkristo, nchi ya pumziko, ni Yesu Kristo. Nchi yenye amani. Ndani ya Yesu Kristo kuna amani, kwa sababu ukija kwa Yesu Kristo unapokea msamaha wa dhambi. Kwa hiyo una amani kati ya wewe na Mungu, utakuwa na ushirika. You will experience the love of God. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akamwambia Abraham,
Abraham, nilikuita utoke katika nchi yako, nilikuita utoke katika jamaa yako, nilikuita utoke katika nyumba ya baba yako. Kwa hiyo ningependa Abrahamu uelewe kwamba safari yako ya imani haishi tu hapa katika nchi hii inayoonekana. Mungu akazidi kumkumbusha, kumwambia kwamba uraibu wako Abrahamu sio wa hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo Mungu akamwambia, inua macho yako utazame upande wa kaskazini, kusini, mashariki na magharibi. Ukiunganisha unaona msalaba. Kwa hiyo Mungu akamhubiria Abrahamu habari ya msalaba. Kuna nini katika msalaba? Msalaba ulikuwa ndio hukumu ya dhambi ya mwanadamu, kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti. Bwana Yesu asifiwe. Lakini karama ya Mungu ni uzima wa milele katika nani? Katika Yesu Kristo. Na uzima huo umepatikana msalabani. Pumziko iko msalabani. Bwana Yesu asifiwe. Watu wanapigania mashamba, watu wanauana kwa sababu ya mashamba, lakini Mungu angependa uelewe kwamba amekuandalia shamba ambalo miliki yake inapita miliki ya mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Ndani ya Yesu Kristo kuna utajiri ambao umiliki wake ni zaidi ya umiliki wa hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Ndani ya Yesu Kristo mpendwa, kuna uzima wa milele. Haleluya. Kwa hiyo Mungu anatuzungumzia nini siku ya leo? Anatuita tuweze kutazama msalaba. Ndiyo mahali ambapo tunakaa paweza kuonekana ni pahali ambapo tumefika. Watu wengi katika maisha haya, bora anaishi katika nyumba ya permanent, bora ako na gari, yeye anaona amefika. Lakini mpendwa, kuna zaidi. Vitu vya ulimwengu huu tutaviacha hapa, hatutaingia navyo mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tumtazame Yesu Kristo aliyeangikwa msalabani, maana huo ndio urithi wa Mkristo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alikuwa amemwambia Abrahamu, inua macho yako, nchi hii yote ulionayo nitakupa wewe. Pengine nastahili kujiuliza, je, kuna mahali ambapo Mungu aliandikishana na Abrahamu akampea title deed? Elewa kwamba Waperezi na Wakanani walikuwa wanakaa katika nchi ile, lakini Mungu alimwambia nitakupa. Halo. Hakuna mahali ambapo Mungu alimpea Abrahamu title deed. Watu wengi wanataka wakipata kitu ambacho kinaguzika kama evidence ndio wanaweza kumwamini Mungu. Lakini Yesu anasema kwamba umebarikiwa wewe unayeamini hata kabla ya kuona. Bwana Yesu asifiwe. Ndivyo Yesu alimwambia Tomaso kwamba wamebarikiwa wale ambao wanaamini pasipo kuona. Hiyo ni kumaanisha imani imeumbika ndani ya mioyo yao. Bwana Yesu asifiwe. Basi sasa kama Mungu amempa Abrahamu nchi hii, nitawezaje kujua ikiwa Abrahamu kweli aliweza kuiridi? Ama ni vipi Abrahamu aliweza kuiridi nchi hii? Waebrania 11 mstari wake wa kwanza, ukisoma katika ile nakala ya Amplified, Biblia inasema kwamba faith is the title deed. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo the only title deed that Abraham received was the word of God, which created faith, ambayo iliumba imani ndani ya moyo wake, ikawa ndio title deed yake ya kumfanya yeye kuwa mumiliki. Bwana Yesu asifiwe. Ijapokuwa Abrahamu aliishi katika hema, ijapokuwa hakujenga nyumba ya permanent, Biblia inasema kwamba Abrahamu alitembea katika nchi ile akitazamia ile ambayo ni mji ambayo misingi yake haikufanywa na mwanadamu. Kwa hiyo Abrahamu alitembea akijua kwamba Mungu amenifanya mtawala, na ndiyo mimi uraibu wangu ni zaidi ya hapa. Abrahamu tangu siku ile akaenda akitazamia nchi, mji ambao msingi wake sio wa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Abrahamu naye alikuwa akitembea akijua, akielewa, akifahamu kwamba yeye ni mwana wa Mungu na kwamba ana urithi ndani ya Yesu Kristo. Maana tukiangalia katika Mwanzo hiyo 12, Mungu alimwambia kwamba kupitia kwa uzao wako, kupitia kwa mbegu yako nitawabariki ulimwengu. Mbegu hiyo ni Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Baraka zetu ziko ndani ya Yesu Kristo. Haleluya. Tukimpata Yesu Kristo, tukipokea wokovu, hiyo ndio baraka kwa Mkristo.
Lakini kwa watu wengi wanadhani kwamba wakiwa na gari nzuri, wanaishi nyumba nzuri, wamevaa suti nzuri, wana pesa nzuri, wanadhani kwamba hiyo ndio baraka kwa mwanadamu. Lakini baraka kwa mwanadamu ya Mungu ni msamaha wa dhambi katika Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Huo ndio utajiri ambao Mungu ametuandalia. Na ndio maana anawaita leo watu wainue macho, wayaondoe kwa vitu ambavyo vinaonekana mahali ambapo wanakaa, wajikane, waondoke katika mwili, waje katika Yesu Kristo, awafanye kuwa warithi pamoja na Yesu Kristo. Haleluya. Abrahamu alipokea neno hili ndani ya moyo wake. Imani ikaumbika ndani ya moyo wake. Hebu tuone Abrahamu baada ya kupokea neno hili, injili hii, alifanya nini? Maana Mungu angependa tusikie tu neno na tuseme neno lilikuwa nzuri. Hapana. Mungu angependa kwamba tukisha kulipokea neno, imani kisha kuumbika ndani ya mioyo yetu, basi na tuondoke katika nchi hii. Tuelewe kwamba sisi sio waraibu wa Kisii Town. Tuelewe kwamba ni zaidi. Mungu anatuita katika ufalme. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anatuita tutoke katika nyumba ya baba yetu Adamu, mahali ambapo mauti na hukumu inatawala. Mungu anatuita tuondoke katika tamaduni za ulimwengu huu ambao nia yake ni kumfunga na kumfanya mwanadamu kuwa mfungwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Abrahamu akalipokea neno hili. Kwa hiyo moyo wake ulikuwa wazi. Inanifundisha nini? Inakufundisha nini? Kwamba Mungu anafanya kazi kwa wale ambao mioyo yao iko wazi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukija kama umejaa, moyo wako umejaa kiburi, moyo wako umejaa title ile ambayo wanakuita mheshimiwa, pengine sijui wanakuita nani, kama moyo wako umejaa pesa yako, kama moyo wako umejaa kisomo, hauwezi kulipokea neno la Mungu ndani ya moyo wako. Na kama huwezi kulipokea neno ndani ya moyo wako, ni vipi Kristo atapata fursa ya kufanya kazi na kudhihirisha neema yake kwako wewe? Bwana Yesu asifiwe. Kwa njia nyingine Mungu anatuzungumzia kwamba ili tuweze kuishi maisha ya rohoni, we must live with the empty hearts. Lazima mioyo yetu tubwage, tuondoe, maana ndani mwetu kumejaa na mawazo yetu, njia zetu ambazo hazina manufaa, ambazo hazina suluhisho yoyote katika maisha ya mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi wanadhani kwamba wakiomba sana mlimani, wakumulilia Mungu, wakifunga pengine siku 7, siku 14, pengine siku 40, kwamba wakitoa zaka na masadaka Mungu atawakubali. Mungu anawakubali na kupokea sadaka za wenye haki watakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndio Mungu atupokee, ndio Mungu apokee ibada kutoka kwetu, lazima iwe kwamba kwanza dhambi ndani ya mioyo yetu imepokea suluhisho. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Abrahamu alipokea imani hiyo. Alipopokea imani hiyo, alipolipokea neno hili ndani ya moyo wake, mstari wa 10 na ngapi? Mstari wa 17. Kuna kitu ambacho kilifanyika mstari wa 17 na 18. Kwanza Mungu akamwambia, inua macho yako ukiwa hapo ulipo. Alipoona msalaba, basi kuna kitu ambacho Mungu alimwagiza. Tukisha kuona msalaba, tukisha kumwamini aliandikwa msalabani kwa ajili yetu, kuna kitu kingine ambacho Mungu angependa tubakie katika hicho, ili kwamba neema yake izidi kudhihirika katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 17, Biblia inasema kwamba ondoka ukatembee katika nchi hii, katika mapana yake na marefu yake, maana nitakupa wewe nchi hiyo. Kwa hiyo ukisha kulipokea neno la Mungu, usibaki hapo, uondoke, uchukue hatua ya imani, maana Mungu anafanya kazi kwa hao ambao wanapokea imani ya kuondoka. Mungu anajidhihirisha kwa hao ambao wanatembea kwa imani. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alimwambia uondoke, utembee katika nchi. Nchi hiyo mpendwa ilikuwa ni msalaba. Kwa hiyo tembea katika mapana na marefu
ndefu ya msalaba. Yaani kwa njia nyingine Mungu anamhubiria na anamwambia kwamba udumu katika neema ya msalaba. Ubaki, meditate on the outcome of the cross. Bwana Yesu asifiwe. What are the benefits of the cross? Nikitafakari msalaba, hiyo nchi ni pana. Na kuzidi kutafakari kuhusu msalaba, ninaelewa kwamba dhambi zangu zimepata suluhu. Bwana Yesu asifiwe. Ninaelewa kwamba kila yote yaliyokuwa kinyume nami kwamba yamefutiliwa mbali. Mashtaka yaliyokuwa kinyume nami yamefutiliwa mbali. Na kapozidi kubaki katika msalaba, ninaona kwamba kila ngome na mamlaka za yule mwovu shetani zimepata kushindwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu akamwambia Abraham, maana umekwisha kuona nchi hiyo nayokuzungumzia ni Yesu Kristo. Tembea katika mapana yake, tembea katika ufunuo wa msalaba, maana matokeo ya msalaba yatakufanya uwe na amani, na moyo wako utaondoa ile ambayo ni ladha, ile ambayo ni tamanio la vitu vya ulimwengu huu, maana vitu vya ulimwengu huu havitakaa milele. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 10 na ngapi? Mstari wa 18. Basi Biblia inasema kwamba basi Abrahamu akajongeza hema yake. Jambo la pili. Kwa hiyo pale tunaona Mungu alipomzungumzia, tunaona sasa akajongeza hema yake, akaja akakaa kwenye mialoni ya Mamre, nayo ni miti iliyoko Hebroni, akamjengea Bwana madhabahu huko. Kwanza Mungu alimuita katika msalaba, akamfunulia msalaba, na ndio tunaona sasa Abrahamu akazidi kutembea katika mapana ya ufunuo wa msalaba, na tunaona pia kwamba akajongeza hema yake, akakwenda Hebroni. Hebroni ni ufunuo wa Yesu Kristo. Hebroni maana yake ni ushirika. Hebroni maana yake ni urafiki. Hebroni maana yake ni upendo. Tukija katika msalaba, tunaweza kufanya ushirika pamoja na Bwana. Tukija katika msalaba, tunaweza kuexperience the love of God. Bwana Yesu asifiwe. Tukija katika msalaba, tunafanyika kuwa rafiki wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Maana ulimwengu uko katika nini? Ile ambayo ni hukumu. The world is condemned. The world is enmity. Bwana Yesu asifiwe. Kupenda ulimwengu ni kukua enmity, ni kukua adui wa Mungu. Lakini kuja kwa msalaba, mpendwa, Mungu leo anawaita watu wake, anawaita watu wake, miliki yake, kazi ya mkono wake, anawaita njoo ufunuliwe, upokee ufunuo wa msalaba. Njoo katika msalaba, ufanye hema yako hapo, uweze kushiriki neema ya Mungu, uweze kushiriki upendo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hapo katika msalaba ndipo wewe na mimi tuastahili kujenga hema yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu ninaona kwamba ndio ametupa miliki ya nchi hii yote, lakini atatupa iwapo tutaishia na kufia injili ya msalaba. Bwana Yesu asifiwe. Njia pekee yake ya kufanyika wamiliki wa hata maeneo haya ni kwamba hema yetu tuijongeze, tuweze kuiweka hapo katika Hebroni, katika Kristo, tuweze kufunua habari ya msalaba na msamaha wa dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Hii ndio injili ambayo Mungu alimhubiria Abrahamu, na hii ndio injili ambayo Mungu anatuhubiria asubuhi ya leo kupitia kwa maisha ya Abrahamu, kutuambia kwamba atatufanya kuwa wamiliki wa nchi hii yote ambayo ni ufunuo wa msalaba. Bwana Yesu asifiwe. Ninamshukuru Mungu kwa sababu amenikirimia na neema hii ya kuweza kushiriki injili hii na kuwaleta wengi katika msalaba, ili waweze kupokea uzima wa milele, waweze kuingishwa katika pumziko, waweze kufanyika wamiliki wa vitu vya rohoni, waweze kutembea na Mungu, waweze kulitegemeza neno la Mungu, na waweze kuishi maisha yanayompendeza Mungu. Amen.
wacha niweze kushukuru kwa sababu ya neema hii. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa sababu umenikirimia na neema hii kuweza kushiriki na kumega mkate huu, na wanao umewazungumzia, unasema kwamba waondoke katika nchi hii, waondoke katika jamaa zao, waondoke katika nyumba ya baba yao Adamu, maana hapo kuna tawala mauti. Watu wamefungwa katika tamaduni za ulimwengu, lakini Baba umetuita, unafungua macho yetu ya moyoni ili tuweze kuja kwako, tuweze kujikana na hema yetu tuweze kuijongeza na kuijenga hapa katika Hebroni ufunuo wa Yesu Kristo. Baba, upokee utukufu. Baba, ulitukuze neno lako na uyatekeleze mapenzi na makusudi yako. Katika Kristo Yesu tumeomba na hata kuamini. Amen.